Historia ya maisha ya ndugu Camillus Damian Kavishe, OFM Cup. Kuzaliwa na familia. Ndugu Camillus Damian Kavishe alizaliwa tarehe 2 mwezi wa kwanza 1934 katika kijiji cha Mrao, kitongoji cha Kashora, wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Alizaliwa kwenye familia ya Kikatoliki. Baba yake aliitwa Damian Mtana Kavishe na mama aliitwa Maria Namka Mashirima. Alizaliwa katika familia yenye watoto 7 ambapo 4 ni wa kiume na 3 wa kike. Baba alifariki kabla Camillus hajazaliwa. Alibatizwa katika parokia ya Mkuu na kupewa jina Medad Damian Kavishe. Alipokea komunyo ya kwanza na kipaimara hapo hapo katika parokia ya Mkuu. Wito. Ndugu Camillus alisoma darasa la kwanza hadi la 6. Baada ya kumaliza darasa la 6 mwaka 1952, alijiunga na shirika la mabradha wa jimbo la Moshi mnamo mwaka 1953 akitokea parokia ya Mkuu Rombo. Mnamo mwaka 1954 alipokelewa novisiati ya mabradha wa moyo safi wa Bikira Maria Moshi na kupewa jina jipya la Camillus kama ulivyokuwa utaratibu kabla ya mtaguso wa pili wa Vatican. Mwaka 1956 aliacha shirika hilo. Akiwa kijana mwenye umri wa miaka 22, alirudi nyumbani na kuchanganyika na vijana wenzake. Moyo wake haukutulia na hakuwa na furaha yoyote, kwa kuwa bado alikuwa na shauku kubwa ya kuwa mtawa. Mwaka huo huo Mungu alimkutanisha na Padri Gabriel Kilasara aliyekuwa paroko wa parokia ya Mengwe. Alipokutana naye, alimwalika afike parokiani Mengwe, ambapo alimruhusu kuishi parokiani huku akimtafutia shirika lingine. Baada ya miaka miwili, yani 1956 hadi 1958, siku moja ndugu Richard Mesmer Mkapuchini alipofika kupumzika parokiani Mengwe, alimpatia ndugu Camillus anwani ya mhudumu wa shirika la ndugu wa Kapuchini. Ndugu Camillus alitambua kuwa Mungu amemtuma mtu wa kumsaidia aendelee na wito wa utawa. Hivyo aliandika barua ya maombi ya kujiunga na ndugu wa Kapuchini na kumkabidhi aiwasilishe. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu alipokea majibu ya kukubaliwa kujiunga na Wakapuchini baada ya miezi miwili, mwaka 1957. Januari 1959 ndipo alipoenda Sali Mahenge, yalipokuwa makao makuu ya shirika la Wakapuchini, wakati huo Tanganyika. Baada ya wiki 2 alipelekwa parokia ya Luhombero kwa miezi 9, kwa sababu walitambua kuwa alishapata uzoefu wa maisha ya utawa. Baada ya utume huko parokia ya Luhombero, alirudishwa Sali na kupokelewa kama mpostulanti. Waliendelea na maisha pale Sali wakijiandaa kuhamia Kasita. Maisha ya utawa na utume. Aliingia novisiati tarehe 15 mwezi wa 4 1951. Hapo alianza maisha ya Kikapuchini pamoja na wenzake 4. Walikuwa ndio wazalendo wa kwanza wa Tanganyika kujiunga na ndugu wa Kapuchini. Wakati huo nchi ikiwa bado inaitwa Tanganyika. Baada ya mwaka mmoja walifunga nadhiri za kwanza tarehe 25 mwezi wa 4 1962, na baada ya hapo ndugu Camillus alipewa nafasi ya kujifunza umeme kwa miaka 3. Baada ya miaka 3 alifunga nadhiri za maisha tarehe 25 mwezi wa 4 1965 huko Kwiro Mahenge katika kanisa kuu la jimbo la Mahenge. Baada ya nadhiri za maisha alipelekwa Kwiro
kujifunza kushona kwa muda wa mwaka mmoja na nusu. Mwaka 1967 mwezi wa 7 alipelekwa parokia ya Ngoheranga katika jimbo la Mahenge. Kisha alihamishiwa Kasulu, Kigoma kwa masomo ya katekesi kati ya mwaka 1969 na mwaka 1971 ambapo alihitimu mwezi wa 8 mwaka huo. Baada ya hapo alipelekwa parokia ya Kisawasawa, na hapo alifundisha dini shule za msingi Kisawasawa, Kiberege, Mkula, Katulukila na Singali. Baada ya mwaka mmoja alitumwa Bukoba kufundisha kwenye chuo cha makatekista. Mwaka 1975 alihamishiwa jimbo la Mahenge, parokia ya Kilolero. Mwaka 1976 alirudishwa Bukoba. Mwaka 1978 alipelekwa Kongwa, Dodoma. Mwaka 1979 alihamishiwa Kibakwe. Mwaka 1980 alitumwa Mlali. Mwaka 1981 alirudishwa tena Kibakwe. Mwaka 1985 alitumwa Livingstone, Zambia, hadi mwaka 1989 aliporudi Tanzania. Kisha alitumwa parokia ya Kilomeni, jimbo Katoliki Same, na kuwa mlezi wa wakandidati. Mwaka 1991 alitumwa kufanya utume wa kimisionari huko Roma, Italia. Mwaka 1994 alirejea Tanzania na kutumwa katika parokia ya Mchombe ambapo alihudumu hadi 2005. Mwaka 2005 mwezi wa 6 alitumwa tena katika parokia ya Kilomeni. Aliishi Kilomeni kwa muda wa miaka 12. Mwaka 2017 alitumwa katika parokia ya Kilima Moja katika jimbo Katoliki Mbulu kwa utume mwingine. Mwaka 2021 alihamishiwa San Damiano, Dar es Salaam kwa sababu ya ugonjwa, na hapo ndipo alipoendelea kuishi. Kwa kipindi fulani alifanya kazi ya sakristia kwenye kanisa la Hija la Padri Pio, na kisha utume wa sala huku akiendelea na matibabu. Maisha ya sala. Alipenda sana kufanya tafakari. Alipenda kusali rozari ya mateso 7 ya Mama Maria na rozari ya kawaida, pia rozari ya huruma ya Mungu. Kwa muda mrefu Mama Bikira Maria amekuwa kimbilio lake pamoja na watakatifu somo wake, yaani Mtakatifu Medadi na Mtakatifu Camillus. Alipenda maisha ya jumuiya, hususani kusali pamoja na ndugu. Amejitahidi kuwa mwaminifu katika kufuata ratiba za sala ndani ya jumuiya zote alizoishi. Ndugu Camillus katika maandiko aliyoandika yeye mwenyewe anamshukuru Mungu kwa maisha ya utawa na kwa kumpatia nafasi mbalimbali za kumtumikia katika shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini. Anamshukuru Mungu kwa kumpa nafasi ya kufanya kazi mbalimbali katika shirika na ameyafurahia maisha yake kama mtawa katika shirika. Katika sehemu ya mwisho ya maandiko yake, ndugu Camillus aliandika, nitafurahi nikifa kama mtawa. Ugonjwa na kifo. Kwa muda mrefu ndugu Camillus alikuwa na changamoto za kiafya, na hasa uwepo wa uvimbe katika koo lake ambao ulidumu kwa takribani miaka 30. Aliweza kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali hadi alipogundulika kuwa na kansa ya koo. Licha ya kusumbuliwa na ugonjwa huu, ndugu Camillus hakuonyesha udhaifu katika shughuli zake za kila siku, hasa alizopangiwa na wakubwa wake. Alibaki kuwa mtu mchangamfu, mwenye furaha na mwenye kujitoa kwa hudumia watu mbalimbali katika nyanja za kiroho na kimwili. Mnamo mwaka jana 2025 mwezi wa 6, hali yake ilibadilika baada ya kuanguka akiwa chumbani ambapo alivunjika mfupa wa nyonga, hali iliyomsababishia kushindwa kutembea.
kadiri siku zilivyosogea, hali yake ilizidi kushuka taratibu. Akiwa katika nyumba yetu ya San Damiano tarehe 4 mwezi wa pili 2026, hali yake ilibadilika katika hali ya kushindwa kupumua vizuri. Alipelekwa hospitali ya TMJ Mikocheni, Dar es Salaam, ambapo iligundulika kansa ya koo imesambaa hadi kwenye mapafu. Kesho yake tarehe 5 mwezi wa pili 2026, dada mauti alimtembelea majira ya saa 7 mchana, akishuhudiwa na ndugu aliyekuwa akimhudumia pamoja na mama mmoja wa familia yake. Ndugu Camillus alijiandaa kumpokea dada mauti. Mara kwa mara alizungumza juu ya kifo chake kukaribia. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya ndugu yetu Camillus Damian Kavishe katika shirika letu, kwani amekuwa baraka kama ndugu wa kwanza mkapuchini mzalendo. Pili, tunawashukuru ndugu wa Camillus Kavishe kwa ushirikiano wao katika kupokea msiba huu. Shukrani za pekee ziwaendee ndugu wa jamaa ya San Damiano kwa faraja walizompatia ndugu yetu Camillus. Shukrani pia ziwaendee madaktari na wauguzi wa hospitali ya TMJ Keko na Mikocheni, hospitali ya Lugalo na hospitali ya Regency kwa huduma za kiafya walizompatia ndugu yetu Camillus. Tunatoa shukrani za dhati kwa kila mmoja kwa huduma yake na msaada wa hali na mali aliyotoa kwa ndugu Camillus Kavishe. Mungu awabariki nyote na kuwajalia faraja yake maishani mwenu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani.